Sisi kama wabunge wa mkoa wa Tabora na ambao tumekaa naye bungeni, katika wabunge wa zamani tuliobaki tuko mimi na mama Sita. Tumekaa na dada Munde kwa muda mrefu bungeni. Wengi mnafahamu alivyokuwa ni mtu anayepigania mkoa huu wa Tabora. Na Mheshimiwa Makamu, wakati mimi nikiwa waziri wa kilimo, kilio chake kikubwa ilikuwa ni kwa nini Tabora haina kiwanda cha kuchakata tumbaku, wakati tumbaku yote zaidi ya 70% inatoka Tabora. Amelisema sana hilo kila wakati nikipeleka budget, ilikuwa ni kauli yake. Napenda kusema Mwenyezi Mungu amemchukua wakati ndoto yake ikiwa inakamilika, kiwanda kinajengwa na sasa kiko hatua ya mwisho hapa Tabora Manispaa. Kwa hiyo sisi kama wabunge wa Tabora tutaendelea kumkumbuka kwa juhudi zake za kujadili masuala ya mkoa wa Tabora na kutuunganisha yeye na mama Sita ambaye amekuwa mwenyekiti wetu kwa muda mrefu kwa ajili ya maslahi ya mkoa huu. Munde amekuwa ni mtu ambaye ni champion wa maslahi ya mkoa wa Tabora, hoja za mkoa wa Tabora kwa muda mrefu sana za wananchi wa mkoa wa Tabora. Na ndio maana Mheshimiwa Makamu, mwaka huu 2025 wakati wa uchaguzi, maneno yalikuwa yanasemwa Munde anagombea Sikonge, anagombea Tabora mjini, anagombea Uliankuru. Ni kwa sababu maisha yake aliyoyaishi na watu wa mkoa wa Tabora, na kila sehemu kulikuwa kunaonekana ni hali ambako anaweza kwenda. Kwa sisi kama wabunge tunatoa pole kwa familia na tutaendelea kufanya wajibu wetu kwa mkoa wetu wa Tabora kama ambavyo tumekuwa tukifanya siku zote, na tutaendelea kuisumbua sana serikali kwa maslahi ya mkoa wa Tabora. La pili, kwa niaba ya familia, naongea kwa niaba ya familia. Familia wamenichagua, na watu wanaweza wakajiuliza kwa nini wamenichagua, na mimi nitaka niseme kidogo. Miaka 21 iliyopita nikiwa sijulikani, sifahamiki, ndani ya mkoa huu wa Tabora nilipokelewa na wazee wawili nikiwa natoka chuo kikuu, wakati nagombea ubunge kwa mara ya kwanza na kaka yangu Seleli. Mmoja ni mama Mosi Tambwe na mwingine ni mzee Nkumba. Wazee hawa wawili walinilea mimi, tukajenga udugu na Munde na Saidi. Udugu ule umeendelea kuwepo mpaka leo. Siku zote wakati mzee Nkumba yuko hai tulikuwa tunaenda Timkeni, na siku zote katika maisha yetu tulibaki kama familia. Na ndio maana katika siasa za Munde zote, iwe ni wakati wa kheri ni wakati wa shari, mimi nilisimama na Munde kama kaka yake. Kwa sisi kama familia tumepata msiba, na tunafahamu kwamba huu ni wajibu katika dini ya Kiislamu. Tumefiwa kwa sababu ndicho alichokiahidi Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, kwamba kila nafsi itaonja mauti, na inapofika wakati wa ajali na wakati utakapofika, Mwenyezi Mungu hawezi kuahirisha hata sekunde moja. Kwa hiyo dada yetu ametangulia mbele ya haki. Sisi kama familia, la kwanza tunawashukuru sana madaktari wa hospitali ya Aga Khan ambako ndiko alikoanzia matibabu, lakini vile vile tunawashukuru sana madaktari wa hospitali ya Muhimbili. Wamehangaika sana na dada Munde, wamejitahidi sana kuokoa maisha yake, lakini kama Mwenyezi Mungu alivyoahidi kwenye Qur'ani, wakati unapofika na ajali inapofika hakuna kuahirisha. Wengi wamestuka na wengi wamekuwa wakisema kuwa jamani, mbona ghafla, niliongea naye juzi, nimeongea naye Jumapili, nimeongea naye siku fulani. Ndivyo tunavyotembea na mauti sote sisi ambao hata tulioko hapa. Kwa sisi tunawashukuru sana madaktari, lakini vile vile mtumie nafasi hii Mheshimiwa Makamu, tupelekee shukrani zetu kwa Mheshimiwa Rais. Mfikishie shukrani baada ya msiba
Usiku saa 5, saa 6 tumeongea mimi na Almasi, nikamfikishia taarifa vile vile. Akasema niko pamoja na nyinyi, mko nje ya nchi, yuko nje ya nchi. Akatupatia ndege ambayo imeleta mwili wa dada yetu kuja kumhifadhi nyumbani. Peleka salamu zetu za shukrani Mheshimiwa Makamo, mwambie tunamshukuru sana. Lakini la pili, tunakushukuru sana wewe kwa sisi ambao umetulea, umetukuza katika siasa, na wengi wetu tulioko hapa tunafahamu mahusiano yako na Munde. Tunashukuru kwa kutenga muda kwa ajili ya kuja hapa kushiriki safari ya mwisho ya dada yetu. Niseme tu kwa Almasi na Mosi, Munde kaacha watoto wawili. Nataka tu nimhakikishie Almasi na mdogo wake Mosi kwamba tutaendelea kuwa bega kwa bega na familia hii, kwa sababu udugu wetu uliunganishwa na bibi yao. Kwa hiyo tutaendelea kuwa pamoja, tutaendelea kushirikiana nao, na sisi tunawashukuru sana wana Tabora. Nawashukuru sana wabunge wa mkoa wa Tabora. Nawashukuru sana viongozi mbalimbali ambao wamekuja. Namshukuru sana Mama Chatanda ambaye amekuwa sehemu ya safari ya Munde kisiasa hata kipindi ambacho amekuwa kitandani. Namshukuru sana kwa niaba ya familia. Lakini nawashukuru waheshimiwa wabunge wote walioko hapa ambao wametenga muda wao kwa ajili ya kuja kumsindikiza dada yetu. Niwahakikishie heshima na historia ya Munde itaendelea kutunzwa. Yapo mambo ambayo ametuachia ndani ya mkoa, ya chama na ya kidini. Masheikh, mimi nina meseji zake, tutahakikisha tunayakamilisha kama ambavyo yeye alitarajia na alipenda. Baada ya kusema haya, Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunakushukuru sana wewe na viongozi wengine wote waliotenga muda wao kwa ajili ya safari hii. Nawashukuru viongozi wa mkoa wakiongozwa na ndugu yangu Chacha. Chacha amekuwa na Munde kwenye magumu na mepesi. Nakushukuru sana brother. Tutaendelea kuheshimu mchango wako. Mwenyezi Mungu amemchukua katika wiki 2 kabla ya Ramadhani, mwezi wa Shaaban, na ni mwezi ambao kwa misingi ya dini yetu ni mwezi mtukufu, na Mwenyezi Mungu anajua alichomjalia, lakini sisi tunaendelea kumwomba. Mkoa wetu umepata misiba miwili. Tumempoteza mzee Hamdani jana, tumemzika, na leo tunamzika dada yetu. Vifo hivi wote walikuwa katika hospitali moja, compound moja ya Muhimbili. Msiba umetokea mzee Hamdani, tunajiandaa kumleta mzee Hamdani Tabora, tunapokea msiba wa dada Munde anafariki. Kwa hiyo ni mitihani imetukuta, lakini tuhakikishie tu kwamba sisi kama wanafamilia ya Tabora tutaendelea kuwa wamoja, tutaendelea kushirikiana, tutaendelea kufanya kazi pamoja.